ni nini katika kongamano hili ambalo ni la Pentekoste, kongamano la kujiandaa kwa ajili ya kumpokea upya Roho Mtakatifu katika nafsi zetu na vile vile katika familia zetu, katika jumuiya zetu ndogo ndogo za Kikristo, katika asasi zetu. Kwa hivyo kama alivyoniambia, ameniambia hivi, tunataka tujue na tunataka tufahamu kiasi gani na kwa namna gani Roho Mtakatifu anatusaidia kukuza imani Katoliki. Nasikia. Kwa hivyo tuko hapa kujaribu na kujitahidi kulipokea lile ambalo Roho Mtakatifu mwenyewe, ambaye ndiye mwalimu wa kanisa, ndiye mwalimu wetu mkuu, ndiye mzazi na ndiye mlezi, huyo anatupatia hilo neno. Sasa kama tulivyo, na naomba tusikilizane vizuri, tutachukua somo kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, na tutasoma aya moja ambayo inajibu matarajio yetu, na hii iko katika sura ile ya kwanza. Ni sura ya kwanza, Matendo ya Mitume, na anatuambia hivi, ni aya ile ya 4 na ya 5. Naomba nisome. Anatuambia, hata siku 40 Yesu aliwatokea wale wanafunzi wake, akawaambia, msiondoke Yerusalemu, bali mngoje ile ahadi ya Baba. Nakumbuka maneno hayo. Baada ya Yesu Kristo kufufuka, aliwatokea wanafunzi wake, wakafurahi mno kumwona Bwana. Na hapa Mtakatifu Luka anayeandika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume anatuambia, aliwaambia wasiondoke Yerusalemu kwanza, bali wangoje ile ahadi ya Baba. Na akasema hapo, na naendelea, akasema, ile ahadi ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba ni nini hiyo? Hiyo ahadi kwamba Yohane alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku nyingi. Hilo ndilo jawabu ambalo Bwana wetu Yesu Kristo anawapa ninyi kwa matarajio yenu kwa kongamano hili. Ni swali la ubatizo. Maana anasema Yohane alibatiza kwa maji. Kwa hivyo watu walipobatizwa mtoni Yordani na Yohane, ubatizo ule ulikuwa ubatizo wa ondoleo la dhambi. Ulikuwa ni ubatizo wa kutaka kubadilisha maisha. Watu walitaka kuwa wanafunzi wake Yesu Kristo.
Kwa hivyo anasema ni ubatizo wa maji. Alafu anasema sasa zawadi ambayo Baba anatupelekea ni hii, kwamba tangu sasa waamini watabatizwa kwa Roho Mtakatifu, na inaandikwa kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Nimependelea nishike hilo kwa sababu katika wiki hii nzima tutakapokuwa tunaendelea na kongamano letu hili la Roho Mtakatifu kwa Pentekoste, tunatamani tuone huo ubatizo ambao unakuja kwa katika Roho Mtakatifu. Ni ubatizo sawa kama huu tulioupokea, ubatizo wa sakramenti, au labda kuna kitu kingine kinachotangazwa. Ndugu zangu, nimeandaa hayo kwa wiki nzima, na tuko pamoja na mkatekista Peter Nasari kwa leo. Huyu ni mkatekista katika kituo chetu kile cha Mtakatifu Paulo pale Unga Limited. Huyo anaudhuru kwa ajili ya leo tu. Toka kesho atakuwa pamoja nani, na tutakuwa pamoja na paroko.